chawi. Haiko yowe. Naima, lazima damu yako ifike kwenye mizimu ya kichawi. Mizimu ya kichawi? Uko sawa wewe? Niko sawa. Huko ndani kuna watu. Kwani nini kinaendelea huko ndani? Ina maana hujasikia leo kama Naima ni mchawi? Hujaona? Hapa tukija kupewa maswali na mwalimu ndio tuanze kujikanyaga kanyaga yani. Ndio watu. Bwana kawasha moto kule ofisini. Moto? Ndio kawasha moto, nakwambia yule mwalimu Manywele katoka mbio mbio spidi. Wewe. Hatari Naima ameshindikana. Vitu vimegongana, vimeruka. Vitu vimepaa. Inawezekanaje hivyo? Mwenyewe sielewi. Yaani weka sigo. Hebu njoo bana, unakimbia nini? Njoo bana. Mbe ndani, tulikuwa tumekaa na mwalimu. Vitu vimeruka ghafla mpaka nikasema au mnayoongea kweli Naima ni mchawi? Nakwambia kila siku Naima ni mchawi. Leo. Toka huko ndani. Sema naye. Hebu njoo. Ngoja kwanza. Bana, mbona unakuwa na kiwewe? Nini sasa, mbona unaangaza angaza hapo tunakimbia mchana kutwa hivi? Alafu Naima, hivi kwa nini kila tukio wewe tu? Kila tukio linakusonga wewe tu. Tukio la kichawi wewe tu. Huyu mdando ulikuwa mimi, wewe na mwalimu. Wewe si mchawi. Tuseme nani sasa hapa ameleta hayo maajabu? Au kweli wewe ni mchawi Naima? Sikiliza, changamoto gani? Ali, twende ofisini kwangu mule. Ukanichukulia simu yangu na viatu mule. Nimevisahau. Mbona umetoka unakimbia sana kwa spidi? Umefanya nini? Inabidi uongee na wazazi wako. Wewe kuna mambo ya mizimu inakusumbua. Mpigie babako au mamako. Maana sio kwa matukio haya, kila tukio la kichawi wewe, Mchawi, yule mtoto kumbe ni mchawi mwanga. Mchawi? Alafu wewe ndio ulitaka kumtongoza wewe. Yaani sijui hata kinikukuta nini. Naima. Au kwani nani yule ambaye unapogoa unamfuatilia? Twende. Lakini uko sawa? Nimeumia mkono. Wandela muache. Wewe na maana tu hujaona pia kama saizi pia ni mchawi. Mimi siogopagi uchawi. Sawa sawa? Alafu mimi nimefundisha mikoa tuyafuatilie. Twende. Kanitolee vitu vyako. Uogopi lakini? Nimekia wewe unakimbia na kitu gani?
Nilikuwa bado nashusha zigo mle. Mambo gani tena hayo? Unajiamini kiasi hicho? Wewe twende, hakuna uchawi bwana nikuchukulia vitu vyako au na wewe uoga tu mtoto wa mama. Unakaa kindezi. Twende. Twende basi nini kwa kuchukulia? Twende. Mimi sio uchawi, hakuna mchawi hapa. Hadi dunia kulikoni makelele hapa? Wewe Ali. Shauri yako. Sasa huyu atakuja mchawi? Usimshike. Huyu ndo gwiji mwenyewe. Viti vilikuwa vinapeperuka. Sawa. What's happened? Esther, yani humu viti vilikuwa vinapeperuka vyenyewe. Mchawi huyo, mwanga. Yeye wambea. Tokeni hapo naenda darasani. Ahongo azima wewe. Sasa nini? Mimi nilikuwa kule sawa. Nilikuwa nasimamia wanafunzi kule. Wanafanya usafi, nisikia makelele hapa. Ndio maana kuja kuangalia vipi kulikoni hapa. Huyu mwanafunzi wangu mchawi. Acha usimshike, vitakuhamia wewe. Ina miaka 5 hapa. Sijawahi kusikia taarifa za uchawi. Sawa. Unaponiambia kwamba huyu mchawi, unanipa wasiwasi. Naima wewe unamjua mimi? Ni mchawi yule dada, huwezi amini. Ni ukweli. Mbona makubwa? Wewe Steve. Ndio kimbie vile utuache. Hata mimi sijawahi kusikia kwamba Naima mchawi. Haya matukio yameanza hivi karibuni. Yametokea uwanjani, lakini na leo yametokea. Sasa sijui tumsingizie nani? Umeona? Umeona nilichokuwa nakwambia? Huyu mchawi. Tusipoteze muda. Kama nilivyokuomba, nenda pale mezani pale, kuna simu yangu, alafu chini kuna viatu. Naomba ukaniletee vile viatu ili tutoke. Kwa sababu hapa sio salama tena huko ndani. Sawa? Huko ndani kuna vitu. Ndio hicho. Hivyo vilishapasa zile, sio sasa hivi havijapaa. Wewe si umeniambia wewe uogopi uchawi? Nenda sasa. Mimi sawa, uchawi siogopi, sawa? Sawa. Mimi nafuata. Haya, fuata sasa. Lakini mwalimu. Naima usilie. Yaani wewe sijui kama utamaliza shule. Yaani inabidi tukuhamishe, tutoe hapa kabisa. Hatukutaki. Nendeni sasa, mnakaa mna dondoke, mtoe hapa. Mezani hapa. Wewe hai. Shauri yako kitakacho kukuta humo. Umeviona? Basi asante. Yaani sasa mimi humu siwezi kukaa tena. Hapa karibu. Hapa twende nikakaa ofisini kwako kwanza. Kwa sababu vitu vinaweza vikaanza kunikabakaba. Lakini mbona hizi taarifa mimi sikuwa nazo? Na hii imeanza lini? Ndugu yangu, wewe ulionaje duka la spare ya moyo? Hakuna spare ya moyo. Nimejikomboa. Wewe tena kama ungeniona wakati nakimbia. Hapa, mwingine hapa. Mimi nikajua hata mwalimu anaingia darasani, kumbe hata haisi. Shoga. Wewe Ali, wewe hujui. Kwani mchawi mtu si mtu anaunda wote tu. Twende bwana, nipeleke kwanza nikakae ofisini kwako. Viti vinanyanyuka. Wewe utakutana nayo tu na wewe kama paradiso. Itakuwa Kalogwa yule. Hata mimi simuelewi, sija najiamini kutembea na Naima yule mchawi. Au kaambukizwa uchawi nini? Itakuwa Kalogwa yule mkaka huyo. Sio bure tutembee na mtu ambaye unamjua mchawi kabisa. Yaani kale kasichana kabinti karembo lakini kanatisha. Basi hebu twende ofisini kwangu sasa.
acha begi tena. Au leta nijeni mwenyewe. Au lakini acha tu nitakupelekea hivi. Basi twende ofisini kwangu sasa. Shule ilikuwa moja kwa hivi. Jamani, nyie mnaelewa kinachoendelea hapa? Stayo kabisa imepasuka, alafu umeme umkumbuke ulikuwa au Masuka. Nani anashangaa jamani? Labda umeme. Mbona umeme hamna? ni umeme au shoti? Mchawi. Kwanza na mwenyewe atatetemeki. Itakuwa ndio yeye anafanya mambo yake. Haya mauzauza sio sawa. Si umeona Naima ameingia hapa ndio akaanza kutokea matatizo. Usikute sio uchawi, labda kuna mtu anafungua mlango na kufunga. Kuna mtu kweli hapo? Steve, twende tukaangalie. Ndio. Twende tukaangalie. Usiende. Ndio. Usiende. Unaona kabisa mauzo. Tafadhali usiende. Steve, usiende. Wewe usiondoke. Steve, wache. Hamna mtu. Hii inawezekanaje? Hii imekaaje? Kwa hiyo wewe Naima, umeona kumtisha mwalimu kule ofisini haitoshi mpaka ujitishe na siku darasani? Di, kwa ujasiri kabisa unaongea hivyo. Naima sio mchawi, isipokuwa hata hivi vinavyoendelea hapa darasani hata yeye havijui. Acha kumtetea wewe. Utakuwa na kuambukiza uchawi na wewe. Wewe utakuwa umerogwa, sio bure. Sasa utembee tu na mchawi alafu unajua kabisa wewe ni mchawi, alafu bado unamtetea. Wewe kama kalogwa sio. Unajua mimi simuelewi kabisa. Jamani, tulieni kwanza. Tunawezaje kukulia kwa hali kama hii?
kitakukuta kitu, endelea. Shauri lake nishamwambia atauponza. Jamani, hizi kelele hatutafika, kwa sababu mnajua tatizo linalotukumba kwa sasa. Hapa kinachotakiwa ni kwamba kila mwenye imani yake amuombe Mungu wake kwa jinsi anavyojua yeye, ili tuondokane na hili janga. Basi kemea huyo mchawi aumbuke. Ona sasa, sikia. Mimi nilikuwa nashauri kwamba umsogelee pale, umuombe pale ili umkemee vizuri, maombi yaingie vizuri. Nguvu za Mungu na roho wa Mungu hufika popote pale, haijalishi kuna umbali gani. Lakini pale ukimsogelea ndio ilikuwa sawa, kwa sababu ungeweza hata kuwa unamtikiza namna hii, na maombi yangemwingia kabisa. Nguvu ya Mungu husambaa na huenea popote pale. Kwa maana hiyo tunaweza tukaomba kwa kila mtu kwa imani yake. Basi sawa. Baba yetu uliye mbinguni, uketie mahali pa juu palipoinuka. Bwana, tunakuhitaji katika hii shule yetu, mfalme wa amani. Maana kumekuwa kuna vitu vya ajabu ambavyo peke yetu hatuwezi, mfalme wa amani. Tunahitaji uwepo wako kwa sababu vimekuja kutukatisha tamaa juu ya masomo yetu. Mungu, endelea onekania katika masomo yetu, mfalme wa amani. Tusimamie jemedari wa vita. Tunaharibu kila nguvu chafu na roho mbaya kwa jina lako Yesu Kristo, mfalme wa amani. Tunahitaji roho wako akawe nasi katika hii shule, mfalme wa amani. Roho wako katawale kwa kila mmoja, mfalme wa amani. Bwana, bariki mfalme wa amani. Kawabariki hata walimu wetu jemedari wa vita. Bwana, katakase hii shule, itakase hii shule, mfalme wa amani. Inyenyekeze kwa damu yako, mfalme wa amani. Mungu, nikihitaji uwepo wako na nguvu zako, mfalme wa amani, zikaenee kwa kila mmoja katika jina lako Yesu Kristo nikomba kashukuru. Amen. Amen. Usiogope. Hii ni nguvu ya Mungu inafanya kazi yake. Kwa maana hiyo tunaweza tukakaa kwenye viti vyetu. Unasikia mwalimu? Yaani mimi nakwambia ndio hivyo tu. Tukisema tuendelee kuzubaa tutashangaa na kufa mtoto wa watu mmoja. Alafu hii kesi itakuwa ya kwetu. Na wewe sio mimi peke yangu, na wewe na wengine pia. Sasa umeona? Hapa inabidi tusimame. Unasimama hivi, sawa? Tunaruka kushoto, unarudi kulia. Unarudi kushoto, kulia. Changamka twende. Piga 20, sawa? Twende. Unaenda kushoto, unaenda kulia. Bwana, nakuelekeza huko, wewe uko bize unaangalia huko. Sita. Naima, acha uzembe, twende. Sawa. Twenda kushoto, rudi kulia. Unaenda kushoto, unarudi kulia. Sawa? Hivyo tu, twende. Haya. Kushoto mpaka 50, unaenda kulia. Piga kushoto, unaenda kulia. Nini saidia ni? 3. Asa wewe unachofanya nini? Mimi nakuelekeza tunaenda kushoto, tunaenda kulia. Asa mbona unajibinua? Kwa hiyo cha msingi huyu binti tungemtengenezea kesi yoyote, tukambambikizia, ita wazazi wake kabisa mtoto, transfer, tafute shule nyingine kabla haijafika kuwa makubwa. Kwanza hili jambo mimi hadi kichwa kinauma. Mazoezi hayo jamani. So hivyo, unajua wewe fanya mchezo. Na kila mwanafunzi kapewa mwanafunzi wake wa kumsimamia. Sasa ukifanya vibaya, manake nitaonekana mimi sikukufundisha. Kuwa serious na mazoezi bwana. Basi twende lingine bwana. Sasa kaa hivi, piga hatua moja mbele. Kama hivi. Hatua moja mbele. Baada ya hapo, unaweka hapa mkono. Weka hivi. Kaza tumbo. Ukisheka hivi unanesa. Unanesa unaganda, unanesa unaganda. Nitakuwa nakuelekeza, unanesa unaganda. Tuko pamoja? Tunaenda. Blood calls. Unanesa. Unanesa. Ndio kama hivi, eti Andela. Unanesa. Unanesa. Ndio kama hivi. The student. Tunauma kweli. The witch. Shikamoo mwalimu. Mara waga jambo. Sijambo. Elisha. Naam mwalimu. Mbona unaingia ofisini kama vile unaingia choo? Nisamehe mwalimu. Au unafikiri huyu ni
kwenye mgawa. Hapana, nisamehe. Basi sawa. Elisha, umetiki majina yote? Iko sawa mwalimu. Lakini imenichagua. Sio hivyo bwana. Unajua haupo serious na mazoezi hata kidogo. Niko serious. Sasa mbona wewe unakaa hivi? Hata si watu mniambia nikae hivi, si ndo kama hivi. Darasani kama wengine, lakini siri imenifunga na moyo hauko huru. Wanasema mimi ni Changamka vipi? Wewe unaenda wapi? lakini sijui nilichobeba.